Bora matangazo yenye tija, ukweli na burudani. Sikiliza idhaa hii ya Kiswahili Radio 14 Africa. Kituo chako kinachokuwa kwa kasi sana duniani. Wakati huu basi ni wakati mwafaka kwenda kupokea taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio 14 Africa. Karibu katika taarifa yetu ya habari Afrika leo mchana. Kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio 14 Africa tumekuandalia mengi, ikiwa ni pamoja na Urusi ya mwita Trump mwenye hisia kali baada ya rais wa Marekani kusema Putin ni mwenda wazimu. Ghana yafungu balozi wake nchini Marekani kwa muda kutokana na kashfa ya visa. Walinzi wa pwani wa Ugiriki washtakiwa kwa ajali ya wahamiaji ya 2023. Israeli yatangaza kuzuia kombora lililofyatuliwa kutoka Yemen. Rais Yoweri Museveni wa Uganda na mke waomba radhi kwa makosa yaliyotokea Uganda. M23 waua, kutesa na kuwashika mateka raia DRC, Amnesty International yasema. Na katika kipenga cha michezo ni kwamba Brazil timu bora zaidi ya duniani, bosi wake mpya Ancelotti yasema. Naam, na tumai buheri wa afya pote pale ulipo duniani kwa moyo mkunjufu na mikono miwili. Ujambo na karibu kwenye taarifa yetu ya habari Afrika leo mchana kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio 14 Africa. Jina langu ni Kantona Joseph. Shirika la kutetea haki za binadamu duniani Amnesty International limesema kuwa kundi la waasi wa M23 limewaua na kuwatesa na kuwashikilia baadhi ya mateka, huku wakiwaweka katika mazingira ya kinyama kwenye maeneo ya kizuizi huko Goma na Bukavu, mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Ripoti iliyotolewa na shirika hilo linasema kati ya Februari na Aprili mwaka huu ilihoji raia 18 waliokuwa wafungwa, wanaume wote ambao walishikiliwa kinyume na sheria katika maeneo ya kizuizi na M23 March 23 movement. Huko Goma, Bukavu, 9 kati yao waliteswa na wapiganaji wa M23. Kulingana na taarifa ya shirikisho hilo, ngozi iliyojificha ngozi iliyojivisha kundi la M23 ya kuleta amani mashariki mwa DRC ni njia ya kuficha maovu wanayotenda dhidi ya wale wanaoamini kuwa wanaenda kinyume na matakwa yao. Shirika hilo limetoa wito kwa kundi hilo kuachilia wale walioshikiliwa mateka mara moja
na kwamba wanastahili kuonyesha ubinadamu kwa kile wanayemzuia na waruhusu kuwa na mawakili na familia zao. Rais wa Marekani Donald Trump amefikiria kuiwekea Urusi vikwazo wiki hii, huku akizidi kuchanganyikiwa na mashambulio ya Urusi dhidi ya Ukraine. Gazeti la Wall Street Journal limeripoti likinukuu vyanzo. Mmoja wa watu hao walisema vikwazo hivyo vilitekelezwa havitajumuisha vikwazo vipya vya benki, lakini chaguzi nyingine zinajadiliwa ili kumshinikiza kiongozi wa Urusi Vladimir Putin kufanya makubaliano katika meza ya mazungumzo na Urusi. Vladimir Putin kufanya makubaliano katika meza ya mazungumzo, ikiwa ni pamoja na kukubaliana kusitisha mapigano kwa siku 30, jambo ambalo Urusi imekuwa ikikataa mara kwa mara. Trump amesema Jumapili kwamba anazingatia kuwekea vikwazo baada ya shambulio kubwa nchini Ukraine mwishoni mwa juma. Baadaye tena alimsuta Putin akisema alidhania ni mwendawazimu kabisa. WSJ inaandika ikitoa vyanzo vyake kwamba Trump amechoshwa na majaribio ya suluhu ya amani na anafikiria kuyaacha ikiwa juhudi zake hazitafanikiwa. Wakati huo bado haijabainika nini kinaweza tokea iwapo Marekani itajiondoa katika mchakato wa mazungumzo na iwapo Trump ataendelea kutoa msaada wa kijeshi kwa Kiev, gazeti hilo limeandika. Gazeti la New York Times pia limeandika juu ya uwezekano wa Washington kujiondoa katika mazungumzo hayo, lakini vyanzo vya uchapishaji vilibainisha kuwa Trump aliweka wazi kwa viongozi wa Ulaya kwamba hataki kuongeza shinikizo la vikwazo kwa Moscow. Rais Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda na mkewe wameomba msamaha katika tukio ambalo ni nadra sana kwa kukubali kutokea kwa makosa hapa na pale katika mkutano uliofanyika uwanja wa Uhuru wa Kololo, viungani mwa jiji kuu la Uganda, Kampala. Museveni na mkewe walizungumzia hayo wakiwa katika mkutano wa Injili, ambapo walisimama pamoja na kukiri kuwepo kwa mapungufu katika uongozi, kutokea kwa ufisadi, kujitenga na kwa uraia. Katika hotuba yake, Rais Museveni alipongeza kanisa kwa kile alichoeleza kuwa na mabadiliko makubwa kutoka kuwa sehemu ya tatizo hadi sasa kuwa msingi wa amani, wajibikaji na maendeleo ya kiroho nchini Uganda. Mungu arejeshe neema ambayo tulikuwa nayo mwanzoni na tukaunganisha tena na umoja wetu kitaifa na kujitolea kwa mabadiliko ya kijamii na uchumi na nchi yetu pamoja. Mwisho wa kumnukuu. Mkutano huo ulivutia maelfu ya waumini kutoka nchi nzima kwa sala, ibada na wito mpya wa mabadiliko ya kitaifa kupitia imani. Jeshi la Israeli limetangaza mapema Jumanne hii kwamba imelasa kombola lilorushwa kutoka Yemen na kusababisha ving'ora vya mashambulio ya anga nchini kote. Waasi wa Houthi nchini Yemen waliendelea na kurusha roketi dhidi ya Israel, wakidai kuwa hii ni mshikamano wa Palestina huko Gaza, licha ya kukubali kusitisha mashambulio dhidi ya meli za Marekani. Ikijibu, Israeli ilifanya mashambulio ya anga ikiwa ni pamoja na ya meli Mei 6 iliyoharibu uwanja mkuu wa ndege wa Sanaa na kuua watu kadhaa. Haya yanajiri baada ya Marekani kukanusha siku ya Jumatatu kuwa Hamas imekubali pendekezo la kusitisha mapigano Gaza, ambalo liliripotiwa kujumuisha kuachiliwa kwa mateka 10 kwa awamu 2 na mapatano ya siku 70 ya kusitisha vita. Mtu mmoja amejeruhiwa huku nyumba 4 zikiharibiwa baada ya lori kulipuka lilipokuwa likipita katika kitongoji cha Chicago, Marekani. Dereva sasa anauguza majeraha. Hizo ni sauti za moja kwa moja, msikilizaji, kutokea kwenye eneo la tukio.
Nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo hakuna picha wala video zinazoonyesha kuwa rais wa zamani Joseph Kabila amewasili jijini Goma, licha ya washirika wake wa karibu na viongozi wa M23 na AFC wakiongozwa na Corneille Nangaa kusema kiongozi huyo wa zamani aliwasili katika jiji hilo lililoko chini ya waasi usiku wa Jumapili. Emmanuel Ramazan Chadri ni mshirika wa karibu wa rais Kabila kutoka chama tawala cha PPRD. Mwishoni mwa wiki iliyopita, baada ya maseneta kumwondoa kinga ya kushtakiwa, Kabila alielezea serikali ya rais Felix Tshisekedi kama ya udikteta. Hata hivyo, chama awali cha UDPS kimeshtumu Kabila kwa kuwaunga mkono waasi wa M23 na kusema hana jipya kwa ajili ya DRC. Demokrasia ya Kongo hakuna picha wala video zinazoonesha kuwa rais wa zamani Joseph Kabila amewasili katika jiji la Goma, licha ya washirika wake wa karibu na viongozi wa waasi wa M23 AFC wakiongozwa na Corneille Nangaa kusema kwamba kiongozi huyo wa zamani aliwasili katika jiji hilo lililo chini ya waasi kuingia usiku wa Jumapili. Emmanuel Ramadhani kwenye radhi. Shadari huyo ni mshirika wa karibu wa rais Kabila kutoka chama cha PPRD. Kila mmoja anafahamu kwamba rais Kabila anaifahamu DRC kwa sababu ameiongoza kwa miaka kadhaa. Anajua eneo la maziwa makuu na anawafahamu wanasiasa wakuu wa eneo hilo na mifumo yao wanayocheza. Nadhani ndio maana anakuja kuzungumza na watu wa M23 ili kujadiliana nao na kujua namna gani ya kutatua tatizo hili pamoja. Kwa hivyo ni lazima tuikaribishe ziara hii ya rais Kabila mjini Goma ili azungumze nao na kuleta amani. Kila mtu alete mchango wake, naye ametimiza sehemu yake. Anawafahamu watu walioko huko, viongozi wa M23 AFC, anaenda kufanya nao mazungumzo. Mwishoni mwa juma wiki iliyopita, yani baada ya maseneta kuondoa kinga ya kutoshtakiwa, Kabila alielezea serikali ya rais Felix Tshisekedi kuwa ni ya kidikteta. Hata hivyo, chama tawala cha UDPS kimemshutumu Kabila kwa kuwaunga mkono waasi wa M23 na kusema hana jipya kwa ajili ya nchi hiyo ya DRC. Mahakama ya wanamaji nchini Ugiriki imewashtaki walinzi 17 wa pwani kutokana na maafa mabaya zaidi ya boti ya wanamaji katika bahari ya Mediterranean kwa muongo mmoja. Hadi watu 650 waliofiwa kufa maji wakati boti ya uvuvi ya Adriana iliyokuwa imejaa watu wengi ilipozama karibu na Pylos, karibu na pwani ya Ugiriki tarehe 14 Juni mwaka wa 23. Waziri wa mambo ya nje wa Ghana ametangaza kuwa nchi hiyo imefunga kwa muda ubalozi wake katika mji mkuu wa Marekani, huku kukiwa na uchunguzi kuhusu madai ya kashfa ya visa. Taarifa hiyo iliongeza kuwa ubalozi huo inafungwa kabisa kwa siku chache hadi kurekebisha upya mfumo. Kulingana na Ablakwa na washirika wa ukaguzi wahusika katika mpango huo wa udanganyifu walichukua pesa kutoka kwa waomba visa na pasipoti. Inadaiwa kuwa mpango huo unajumuisha kuweka kiunganishi ambacho hakijaidhinishwa kwenye tovuti ya ubalozi ili kuelekeza waomba visa na pasipoti kwa kampuni ya kibinafsi ambayo walitozwa malipo ya ziada kwa huduma nyingi bila ufahamu wa wizara ya mambo ya nje. Ikulu ya Urusi imedai kuwa Donald Trump anaonyesha dalili za kuzidiwa kihisia baada ya kumuita Vladimir Putin mwendawazimu kufuatia shambulio kubwa zaidi la anga la Moscow dhidi ya Ukraine. Rais wa Marekani amesema kwenye mtandao wa kijamii wa Truth Social kwamba kuna kitu kimetokea kwa Putin baada ya Urusi kuwaua watu 13 nchini Ukraine na kutumia droni ya makombora 307. Amekuwa mwendawazimu. Dmitry Peskov, msemaji wa Putin, amesema maoni hayo hayajumuishi hisia kali kwa kila anayehusika. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz wakati huo amesema kwamba
washirika wa Ukraine wameondoa vikwazo vyote vya silaha, huku kukiwa na ripoti kwamba angepatia Kyiv makombora ya Taurus. Shirika la mpango wa chakula duniani WFP limesema kuwa watu milioni 28 nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wanakabiliwa na hali mbaya ya njaa. Kwa mjibu wa WFP, watu zaidi ya milioni 10 kati yao katika majimbo ya mashariki ya Ituri, Kivu Kusini, Kivu Kaskazini na Tanganyika wanakabiliwa na hali mbaya ya ukosefu wa usalama wa chakula. Kenya inasema inaunga mkono mpango wa Moroko wa kuruhusu jimbo linalowaniwa na Sahara Magharibi litawaliwe lakini chini ya serikali ya kifalme nchi hiyo ya Afrika Kaskazini. Msimamo huu wa Kenya umekuja wakati huu ikiadhimisha miaka 60 ya kidiplomasia kati yake na Moroko. Waziri mambo ya kigeni wa Kenya Musalia Mudavadi amekuwa ziarani nchini Moroko, ambako Kenya imefungua ubalozi wake jijini Rabat, ambako amesema mpango huo wakazi wa Sahara Magharibi watajitawala lakini chini ya uongozi wa Moroko, ambayo itadhibiti masuala ya usalama, ndiyo suluhu pekee ya mzozo wa eneo hilo. Awali Kenya imekuwa ikionekana kuunga mkono uhuru wa eneo la Sahara Magharibi, lakini tangu Rais William Ruto alipoingia madarakani mwaka 2022 msimamo huu umeonekana kubadilika. Aidha, Mudavadi amesema Kenya inaunga mkono mpango wa Moroko kutoa fursa kwa nchi za Sahel kutumia bandari zake katika bahari ya Atlantic kwa ajili ya masuala ya kibiashara. Katika hatua nyingine, serikali ya Kenya imefuta mpango wa kuzindua ubalozi wa jimbo la Somaliland jijini Nairobi siku ya Jumanne, licha ya ziara ya kiongozi wa eneo hilo Abdurahman Mohamed Abdillahi. Kenya imesema inaendelea kutambua Somali kama taifa moja licha ya Somaliland kutaka kujitenga na kujitawala. Wabunge nchini Tanzania wamelaani hatua ya wanaharakati wa Kenya kwenda nchini humo na kuwashutumu kuwa na njama ya kuchochea vurugu nchini humo wiki iliyopita na kumunga mkono Rais Samia Suluhu Hassan, ambaye amesema serikali yake haitaruhusu wanaharakati kutoka nje ya taifa hilo kuingia katika masuala ya ndani ya taifa hilo. Aggression. Tena mimi nilishangaa mliwarudisha wa nini? Mngewaingiza ndani tuwapeleke na kulima. Inawezekana kule Kenya hakuna mashamba. Lindeni mipaka yetu, watu waingie humu kwa vibali. Kama amekuja kufanya biashara, haripie kibali cha biashara. Huwezi kuja kutembea halafu kaanza kwenda kuning'inia mahakamani na kutoa press. Hili ni taifa huru, wasituingilie na taifa letu. Hata sisi tunayo midomo na wao wanafanya kampeni, wanafanya mikutano, na sisi tunao wabunge wa Kenya wengi tu marafiki zetu. Tunashirikiana kwa mawazo kwenye simu, lakini hatujawahi kwenda kupanda majukwani kudogocha serikali yao. Niwaombe sana, jeshi letu ni la weledi kwa kweli. Niangalia, hata ukiangalia wao wanasema wameendelea. Hivi unaendelea watu kila siku rais anapewa majina. Sasa hivi sijui anaitwa Heri Chapo, sijui mara Kasongo, kila siku mara anapondo viatu kwenye msafara. Tunataka tuwe na jeshi la design hiyo? Hapana, jeshi letu tunataka muendelee na mwendo mdundo ule ule. Mtu yoyote anayeingia Tanzania ajue ukileta mchezo, Wambura yuko kazini na wenzie. Utanyea kwenye debe au utakula rungu. Hii ni haki yetu. Lazima tuilinde nchi yetu kwa wizi mkubwa. Waziri wa mambo ya ndani wa Tanzania Innocent Bashungwa ameliambia bunge kuwa serikali itahakikisha inazuia majaribio yoyote ya ndani na nje yanayolengwa kutaka kutatiza amani na usalama wa taifa la Tanzania, akitolea mfano wa matukio ya hivi karibuni ya wanaharakati wa kutoka Kenya. Na nchi yetu ikiwemo, hasa kwenye karne hii ya 21, sio mpaka akuzuru kwa kutumia vifaru kuhesabika ni mvamizi wa nchi. Adui anaweza kuleta madhara na kuvuruga amani kwa kutumia magenge ya wanaharakati kama ambavyo tuliona siku za hivi karibuni. Ndugu wa Tanzania wenzangu, hatutakubali kamwe. Tutaendelea kuchukua hatua na kwa mujibu wa sheria kulinda amani na utulivu uliopo ndani ya nchi yetu.
Jumuiya ya LGBTQ nchini Uganda inakabiliwa na mateso tangu nchi hiyo ilipopitisha moja ya sheria kali zaidi ya kupinga ushoga miaka miwili iliyopita. Hili ni kwa mujibu wa shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu Human Rights Watch. Fahamu zaidi haya maelezo. Mwaka 2023 na kuweka adhabu ya kifungo cha maisha gerezani kwa watu watakaobainika kujihusisha na mapenzi ya jinsia au kunyongwa. Katika ripoti yake, Human Rights Watch inasema iliwahoji watu 60 kutoka jumuiya ya LGBTQ, familia zao, wanaharakati na wanasiasa, ambapo wote walieleza kuwa jamii hiyo inaishi katika hali ya wasiwasi kwa kile wanasema sheria hiyo ni kama ilihalalisha ukatili dhidi yao. Human Rights Watch imesema kwenye ripoti yake kuwa polisi wanawanyanyasa, kuwapora mali zao, kuwakamata kiholela na kuwaweka kizuizini kwa misingi ya dhana kwa huenda wakawa wanajihusisha na mapenzi ya jinsia moja. Waliohojiwa walisema wamekuwa wakipokea simu za vitisho sana tangu sheria hiyo ilipopitishwa, huku mwanaharakati mwingine akisema vitisho vya mtandaoni viliongezeka, ambapo wanaume 3 walivamia nyumba yake mwaka 2023 wakamshambulia na kumdhulumu rafiki yake kingono. Ripoti pia inasema mawakili wanaowatetea watu wa LGBTQ walikuwa waathiriwa wa unyanyasaji uliokithiri. Ndiyo hali ambayo inajitokeza. Rais wa zamani wa DRC Joseph Kabila kuambatana na anasemekana amewasili jijini Goma siku chache baada ya maseneta kumwondolea kinga ya kutoshtakiwa kama seneta. Kuwasili kwake Goma kumeibua hisia kali, haswa hofu ya kutokumalizika kwa vita mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Dodo Mirefu ni mchambuzi wa siasa DRC. Kisiasa na kisheria, Kabila ni mwanajeshi generali katika jeshi la Kongo ambaye aliandika barua ambayo wanaita kwa Kifaransa mise en disponibilite, kwamba nipewe kwanza nafasi niende kwenye mambo mengine, alafu baadaye naweza nikarudia kwenye jeshi. Sasa ukiwa huko kwenye hali kama na hiyo katika kazi yoyote, ni kwamba umepewa tu nafasi kwamba kwa muda huu huko kazini, lakini muda wote unaweza kurudi kazini. Wakati haswa nchi ikivamiwa, watu kama na hao wakiwa wanajeshi wanaitwa mara moja au wanajiripoti wenyewe kwenye idara ya ulinzi ili waseme kwamba sisi ni wanajeshi ambao sasa hivi hatuko kazini kwa sababu hizi na hizi, lakini kwa kuwa kuna hali ambayo inabidi sisi wote tuchangie kukingia nchi, lazima tujiripoti. Sasa badala ya hili lisia tu iko Afrika Kusini na sasa Goma. Sasa hapa kisheria tayari, bila na mambo mengine yote ya kisiasa yanayosema kwamba yeye ni mwanzilishi wa M23 au hapana, hili linamshika kisheria. Alafu kisiasa haieleweki. Nama Bwana Mirefu, unadhani kwa nini Kabila amechagua kurudi, haswa baada ya hatua ile ya Senate kumwondolea kinga ya kushtakiwa? Ana nini la kupendekeza leo? Alikuwa miaka 18 kwenye utawala, mambo hayakuendeka, lakini leo kuna nini jipya ambalo amelipata, amelibuni, ambalo anafikiri anaweza kuambia watu na wakakubali na wakajua kwamba kweli huyu jamaa amesema tunaweza kumkubali. Kumbuka yeye mwenyewe alitambusha muhula wake ofisini kwa miaka 2. Timing yake pia imeonyesha kwamba ni hilo kwamba hana lingine, hana la kusema. Nafikiri kimya chake kilikuwa kinasoma bora kuliko hotuba aliyoifanya siku ile. Sasa leo imeonyesha kwamba kweli hana argument, labda akienda mbele ya mahakama hana la kusema, mbele ya Senate na kwamba hana la kusema. Sasa anafikiri kwamba awe na hoja ya nguvu kwa sababu hoja zake hazina nguvu. Nafikiri kila namna hiyo. Tutarajie nini haswa kutoka kwa mamlaka nchini DRC? Kumuhitaji labda kama ni kwa mazungumzo, msimamo wao tunaujua kwamba hawatazungumza na waasi. Sasa yeye anaonekana kweli kwamba alivyokuwa anashutumiwa kwamba yeye yuko upande wa waasi, sasa leo yuko wazi upande wa waasi. Kwa hiyo sijui watamhitaje, labda kutakuwa mabadiliko kesho, lakini kwa leo wakongomani wote hawataki kusikia mambo ya mazungumzo na waasi, hawataki kusikia mambo ya kuchanga jeshi wala ya kuchanga serikali. Sasa ikiwa hii ndio wanategemea, itabidi kuwe mabadiliko makubwa.
Iwapo basi unaungana nasi, ni taarifa ya habari kupitia idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa. Habari kuu ni kwamba uko Tanzania kwamba baada ya mbunge wa Kawe kupitia chama tawala CCM Askofu Josephat Gwajima kutoka hadharani na kutoa kauli nzito kuhusu masuala ya utekaji nchini humo, na kisha kutoa ushauri wake nini kifanyike ili kuondoa matukio hayo ya kikatili. Baadhi ya viongozi wa dini wameibuka na kuunga mkono kauli ya Askofu Gwajima, huku wakiwataka wabunge waliomshutumu Gwajima kujibu kwa hoja kauli za askofu huyo. Mfumo mpya wa msaada wa kibinadamu unaoungwa mkono na Marekani umeanza kugawa chakula Gaza siku ya Jumatatu katika juhudi za kupunguza njaa kali inayosababishwa na karibu miezi mitatu ya mzingiro wa Israel. Ingawa Umoja wa Mataifa unaopinga mfumo huo, shirika linaloitwa Wakfu wa Kibinadamu Gaza limesema limeanzisha vituo vya usambazaji ambavyo havikutajwa. Baada ya Kabila kuondolewa kinga ya kushtakiwa, lipi linaweza kutokea kwenye hatima yake na mzozo wa DRC? Huu ndio mjadala mkubwa kwa wakati huu huko Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ukihusu kurejea nchini humo kwa rais wa zamani wa taifa hilo Joseph Kabila. Kile kinachoonekana kama mashaka ni namna ya kurejea kwake akiwa ameondolewa kinga ya kushtakiwa, lakini pia amefikia katika mikono ya kundi la waasi wa M23. Lipi na hatima ya mzozo wa baada ya kurudi kwa Kabila DRC? Ndio masuala ambayo namna hiyo tutakuwa tunayajadili kwa muda usiokuwa mrefu. Mpenzi msikilizaji, na kuomba simama kituo hiki kufikia malengo yake ya uratibu kwenye hatua ya kununua transmitter yenye uwezo wa kurusha matangazo yake mbali kwa njia nzuri yatakao tanua wigo letu na kufikia mamilioni ya watu kwa njia FM. Unaweza wasilisha mchango wako kupitia paybill number 625625, account number ni 012450 85217800, au till number ni 456146 kupitia mitandao yote. Hii ni idhaa ya Kiswahili Radio Fortune Africa, ukweli na burudani. Mambo yetu, safari yetu, maisha yetu, tamaduni wetu na imani yetu. Sikiliza idhaa hii kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, vile vile ukweli na burudani. Moja kwa moja ninapokea maoni yako ambayo umeweza kuyanakili. Mimi kazi yangu ni kuyatilia sauti. Kabazi J anasema toka DRC, Moba Nunda, mkoani Tanganyika. Ikiwa kweli Joseph Kabila yuko Goma, basi ni kiashirio tosha kuwa anaunga na waasi wa M23. Na sikitisha sana kuona rais aliyekuwa madarakani leo hii kuwa nyuma ya waasi. Inaumiza sana, na kwa raia Kongo ni mti wa bangi kweli. Maoni yake Kabazi Jen. Eliud Palivi anaitwa nani D Nandi Palivi wa Swax Unit Sumbawanga, Tanzania. Hapa mzozo kama unaelekea mwisho. Galigota Palivi Magabe anasema kwamba maeneo ya Geita pale Tanzania ulinzi wa usalama unahitajika kwa Joseph Kabila. Hassan Minor Palivi anasema ni kupasua na tu, mwanzo mwisho, hakuna kupoa. Ndio maoni yake hayo ambayo namna hiyo. Malik Omar Palivi wa Tabora pale Tanzania anasema kwamba Kabila anahusika moja kwa moja na M23 kwa sababu ya ukimya wake tangu mchafuko uanze. Grace Kagonya Palivi Kagona yafaa awindwe, apigwe. Anasema ni baraka wanaotumiwa kumwaga damu na Wakongomani. Maoni yake huyu
ambaye anajulikana kwa jina Grace Kagona. Mawazo Joseph anasema kutoka kama pale hivi Tanzania, sijikuelewi sana, lakini kaka yangu ndio hali ambayo namna inajitokeza pale hivi. Mawazo Joseph, asante sana somo wangu huyo. Goisaba pale hivi Jane Claude, ili kuliangalia kwa jicho la tatu, maana ni mtu maarufu kwenye ushawishi mkubwa katika taifa la DRC, huku ni mfano wa kuzima moto ukitumia petroli. Sudi Masud pale hivi wa Santiago Msongola, Dar es Salaam, Tanzania, asema DRC Kongo imekuwa katika mgogoro hata kipindi huyu Kabila akiwa uongozini wa ngazi ya juu katika taifa hilo. Hivyo mzozo wa DRC ili kuisha na kuondosha watu wote kwenye asili ya Ubelgiji na hata Ufaransa, ili taifa libaki na watu wao wenye asili ya Kongo. Maana huu mzozo unachochewa na rasilimali ya DRC ambayo ndio watu weupe nao wanahitaji kwa juhudi zote. Maoni yake Majaliwa Mashaka wa Iringa pale hivi anasema, Iringa, poleni ndugu na jamaa waliopoteza wapendwa wenu katika mashambulio huko Gaza. Kutokea maeneo, anasema maeneo ya DRC pale hivi mjini Kaleme, anasema kwamba hivi ni mwenye pale hivi Luonze pale hivi. Rebeka anasema kwa kweli rais wa zamani Joseph Kabila ametua jijini Goma, ni wazi kwamba ni mmoja wa waasi wa M23, afu inasikitisha sana. Maoni yake hayo. Masanja pale hivi Kujanja pale msanii wa Mwakuhenga pale hivi anasema kwa Joseph Kabila atulie pembeni, pia achae na mambo mengine. Ndio maoni ambayo yanazidi kurindima katika idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Sema Paulo pale hivi, Christopher pale hivi, nchi yetu jamani, Mungu barikio. Na vile Walter pale hivi John na Mbaga anasema tupo mbashara na wapata vizuri sana. Asante sana Walter. Anasema bwana mtupatie nambari ya WhatsApp, usiwe na shaka itafika bwana, kwa mpole. Safari ya Bamba ni Machero. Isaya Sambo pale hivi mpenda amani sana. Asante sana kwa ujumbe wako. Onesimo pale hivi Kahabi pale hivi Gulo, Israeli isimamishe vita sasa, inatosha, watu wanakufa, hata kama kulipiza kisasi imefika mwisho. Kama iwezekani wa Palestina wapewe silaha kama wafanyavyo huko Ukraina. Yale ambayo inajitokeza ili Dinande. Asante sana kwa maoni yako pale hivi. Douglas pale hivi Mbaga wa Mlandizi pale hivi Tanzania, ni vema Umoja wa Mataifa ukarejeshe amani kwenye nchi zote zenye mapambano, kwani wanaoteseka ni wananchi ambao hawana hatia yeyote. Tumekupata jamani. Mzee Mkota pale hivi Gabriel pale hivi toka Mlonde pale hivi Mada DRC, ni jambo jema sana, lakini la muhimu ni kustisha tu vita. Moshi pale hivi Tanzania, anaitwa Jafari pale hivi Kobo, anasema damu itaendelea kumwagika mpaka lini huko Gaza? Ndio swali ambalo anauliza pale hivi katika maandishi yake hapo. Mzee Mkota pale hivi Gabriel pale kutoka Mlonde pale hivi Mara DRC, hatufahamu ni lini ulimwengu utakuwa bila vita. Ndio anajitokeza pale hivi Ngoi Saba pale hivi Jeni. Asante sana kwa ujumbe wako kutokea maeneo ya Burundi, kule Bujumbura, jiji kuu la Burundi. Asante sana. Anatias pale hivi Mshoboi pale hivi Hospita wa Muleba pale hivi Kagera, vita inayoendelea huko Mashariki ya Kati itamaliza lini jamani? Ndio yale ambaye anauliza swali lake hilo. Katika hatua hiyo kuelekea katika sehemu ya Tanzania, ambapo David Sosthenes hoja ya Gwajima ni kwenye akili tu wanaweza kumwelewa, lakini Gwajima ameongea ukweli uliopo kwenye nchi hii kwa sasa. Inawezekana hata mama alikuwa hajui mambo katika nchi yake, ndio maana hata hotuba zake akemei wala kuzungumza kuhusu hali ya nchi yake. Kwa hiyo Gwajima ameamua kujitoa sadaka, yani na liwalo linaliwe. Hongera Gwajima kwa udhubutu, japo kuna ugoro unasimama na kukuambia umekosea kusema jambo hilo. Salum Machibia pale hivi ya Tanzania, inazidi kupotea taratibu, huenda tukafika pabaya sana. Inashangaza mtu akikemea uovu au utekaji na kadhalika, na unaonekana ni adui. Hii maana yake nini? Unamkumbuka Jopu Ndugai alikosoa kikakuta kitu hiki. Inatupa picha kwa yanayoendelea. Nadhani tunaelewana. Audi Face pale hivi Felician pale hivi, bahati mbaya sana mbunge letu limegeuka kuwa mwakilishi wa serikali badala ya kutuwakilisha sisi tuliowachagua.
wanaokosoa Gwajima ni wale wachawa wanaogopa kupoteza madaraka. Ndio maoni yake hayo anaweza kuyazungumzia. Gwajima pale vinadhani amejitafakari na kuona ukweli juu ya jambo hili na utekaji watawala wanahusika nalo na namna moja au nyingine, wala hawezi kukwepa. Sasa ameona kuliko naye awe ni sehemu wanahusika, ajisafishe mikono yake kwa kuambia ukweli, ili wakikataa iwe ni juu yao na Mungu. Maana wabunge wote na spika hawaungi mkono hoja ya kutekaji na wauaji. Hakimi pale Vikiria anasema dunia tunapita, Mungu hakuumba tu CCM waishi maisha ya ufahari au hakuwaumba CCM kuwa wamiliki kila jambo walitakalo liwe kama watakavyo, ila akaumba kila mwanadamu kuwa na haki sawa na mwenzake. Lakini nyie CCM na kuwa tofauti, maana dola za Tanzania mnajitawala nyie, hamtaki kutathmini mateso ya wananchi wenu, ila tambueni ipo siku hata unaoongoza watawachoka. Ndio hali ambayo anaandika pale ujumbe wake kupitia aliyo katika taarifa zetu za Afrika leo mchana. Kwenye taarifa zingine kabla ya kuchukua mapumziko ni kwamba chama tawala nchini Venezuela kimetangaza kujizolea takribani viti vyote vya ubunge na ugavana kufuatia uchaguzi wa juzi Jumapili. Vuguvugu la Chavismo iliyoasisiwa na mtangulizi wa rais Nicolas Maduro, marehemu Hugo Chavez, limechukua viti 23 kati ya 24 vya ugavana, huku likitoa viti 256 kati ya 285 vya ubunge. Miongoni mwa waliotangazwa washindi wa ubunge ni mke wa rais Maduro, Cilia Flores, na mtoto wa kiume Nicolas Maduro Guerra. Muungano mkuu wa upinzani ukiongozwa na Maria Corina Machado uligomea uchaguzi huo, lakini kundi dogo la upinzani liliamua kushiriki na kushinda kiti bungeni. Ujerumani, ambayo kwa kawaida ni uungwaji mkono wa Israeli kijeshi, kifedha na kisiasa, imekosoa vikali kile kinachoendelea sasa kwenye ukanda wa Gaza. Waziri wa mambo ya nje ya Ujerumani Johanna Wedepol amesema akiwa ziarani nchini Hispania hapo jana kwamba hata nchi yake haionei hali ya Gaza kuwa yenye kukubalika na kuvumilika tena. Hata hivyo, Wedepol amesisitiza kwamba usalama wa Israeli ni sababu ya kitaifa kwa Ujerumani, msamiati unaotumika kuelezea wajibu wa kihistoria wa Ujerumani kufuatia jukumu lake kwenye mauaji ya waangamizi dhidi ya Wayahudi, Holocaust. Hapo jana Mei 26, mashambulio ya Israeli kwenye ukanda wa Gaza iliua watu 45 kwenye eneo hilo ambalo Umoja wa Mataifa unasema ligeuka kuwa alama ya janga la njaa na mauti. Ni taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Tunakuomba mpenzi msikilizaji, simama na kituo hiki kufikia malengo yake. Uratibu kwenye hatua ya kununua transmitter yenye uwezo wa kurusha matangazo yake mbali na kwa njia nzuri atakayotanua wigo letu na kuwafikia mamilioni ya watu kwa njia ya FM. Unaweza wasilisha mchango wako kupitia paybill namba ni 625 account namba ni 01245085217800 au till namba ni 45614668 kupitia mitandao yote. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, ukweli na burudani, sikiliza idhaa hii, ambapo tunakuletea mambo yetu, safari yetu, maisha yetu, tamaduni wetu na imani yetu.